Simba tusijisifu sana, sijui kuna Libasege, sijui kuna Ura, sijui kuna nani ule Loemba, hapana. Yanga nawaita wa Senegali, anaingia alianza na anayetoka vyote Ijumaa. Mimi tarehe moja mimi hapa, mimi ni shabiki wa Simba sana, lakini sasa hapana we ule mziki balaa. Ninaweleza kwa sababu mzee Saidi anapozungumza wasimuone kama ni kichaa. Ile Yanga balaa. Wewe ile Yanga ni balaa, nasema hivi, labda tu Mungu asaidie tu, lakini wewe Sobote. Kuna mtu mmoja anaitwa Duka Bwa hapa. Duka Buya. Alafu kuna muda sivyo hapa. Alafu wewe balaa. Balaa sana ile. Sasa sisi tunasema tuna mchezaji mmoja Eura. Yuko Eura pale, alafu kuna Liemba pale. Alafu kuna Libasege. Hapana, wewe wacha bwana. Mimi Yanga na wasifu sana. Lakini sasa na nyinyi mjitathmini kwa sababu gani? Bado akiumia nani ule mjeshi hamna. Lakini tarehe moja kuna balaa. Wewe ni mzee wetu wa Simba, lakini ametukubali. Lakini ninaopiga mmeweka bendera hapa. Bendera yetu ina sifa mbili. Ya kwanza, tukipandisha bendera ikisimama, maana yake tunaambia dunia na Watanzania kwa ujumla kuwa tawi la Yanga Bomang'ombe tumelizindua rasmi. Bendera ikisimama, maana yake Yanga imesimama hapa, na siku ambayo mkishusha bendera, maana yake mmeshusha Yanga. Bendera hii tofauti na bendera zingine, ikipanda maana yake Yanga imepanda hapa Kilimanjaro, maana yake haitashuka milele. Jambo la pili, bendera yetu na sifa kuu, ikipandishwa maana yake haitafuliwa. Ukifua maana yake umeifua Yanga. Kwa bendera yetu sisi haifuliwi, ikipanda juu imepanda muda wote. Tuendelee kulipa ada zetu za wanachama kila mwaka. Tawi hili linapaswa liendelee kuwa tawi hai. Tunawashukuru viongozi wa Yanga Bomang'ombe ambao wao kwa juhudi zao walikaa vikao vya mchana na usiku kuhakikisha tawi hili linakamilika, lakini kuhakikisha tunasajili wanachama. Klabu yetu ya Yanga inahitaji wanachama ambao watakuwa wanalipa ada zao, na sisi tunahitaji hilo ndio lifanyike ili tuiongezee klabu yetu thamani ya kiuchumi.